Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nafasi uliotupa asubuhi hii kwa ajili yetu, kwa ajili ya viongozi wetu mbalimbali. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu wa mkoa wa Arusha, kwa taifa letu la Tanzania, kwa rais wetu, kwa viongozi wetu wa mkoa wa Arusha na Maridhiano, kwa ajili ya viongozi wetu pia wa Maridhiano taifa. Baba, tunaomba kwa ajili ya wote ambao wanashiriki katika mkutano huu. Ninaomba baraka zako kwa kila mmoja wetu, ili kupitia jina la Mtakatifu Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante mchungaji wangu na kiongozi wetu, na ni kiongozi wetu katika madhehebu yetu haya ya Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Sheikh Kiugiza, karibu. Tuombe Mungu inshallah, hichi ni kikao cha heri. Mwenyezi Mungu afunike rehema zake inshallah. Amani na rehema ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu nyote na baraka zake. Mgeni rasmi, Mheshimiwa, kabla sijaomba dua, naomba utuvumilie pamoja niseme yafuatayo. Maridhiano baina ya wanadamu wenye imani na dini tofauti ni jambo muhimu sana, na pale ilikosekana, wanadamu huwa wameingia katika hatari na wakati mwingine kupoteza maisha yao. Kwa sisi Waislamu tumejifunza umuhimu wa maridhiano kwa watu wa dini tofauti. Mwenyezi Mungu alipomtuma Nabii Muhammad kwa umma, wazee wake baadhi ambao walikuwa bado washirikina na kumshirikisha Mungu hawakuridhika, hawakukubali maridhiano baina yao na baina ya mtume huyo. Walipobanwa mbavu mtume na wafuasi wake, aliwatuma wakimbilie Afrika huku tuliko sisi katika nchi ya Ethiopia. Pale walimkuta mfalme Mkristo Najashi, na alipowaambia watu wake wakimbilie Afrika, aliwaambia maneno yafuatayo: nendeni Afrika, Ethiopia, pale yuko mfalme Najashi ambaye ni Mkristo. Sifa yake mfalme huyo, hakubali kudhulumiwa yoyote mbele yake. Na hata washirikina walipokwenda kwake kupandikiza fitna ili awafukuze warudi kule ili wakawasulubu, alipowauliza siri ya kukimbilia kwake, walimwambia, mtume alituambia tuje kwako kwa sababu wewe ni mtu wa kitabu, unacho kitabu cha Mungu. Kwa hali hiyo tunaona umuhimu wa maridhiano baina ya wanadamu, hasa pale tunapotofautiana imani na dini zetu. Baada ya maelezo hayo mafupi, sasa tumuombe Mungu wetu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe unazo sifa zifuatazo. Ni nyingi, lakini nataja baadhi ya sifa zako. Tunakuomba kwa kuwa umesifika wewe ndiye, kila sifa njema zinakuhusu wewe, Bwana wa viumbe vyote. Tunakuomba kwa sababu sifa zako wewe ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Tunakuomba kwa sababu sifa zako wewe ndiye mwenye kumiliki siku ya malipo. Tunakuomba kwa sababu ni wewe tu peke yako unastahili tukuabudu, na ni wewe peke yako unastahili tukuombe msaada. Baada ya kutaja baadhi ya sifa zako, kwa kuwa wewe Mungu unapenda kusifiwa wakati wote, tunakuomba
Kamati hii ambayo wamo wachache baadhi yetu wanatuwakilisha wengi tulio nje ya kamati hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu uwape nguvu na busara kufikiri yale ambayo na kubuni yale ambayo yatakayotufanya watoto wa nchi hii Tanzania tuishi kwa amani pamoja na utofauti wa imani na dini zetu tunazo nasibika nazo. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ni wewe peke yako tu tunaamini ndiye unayeweza hayo. Mzigo huu ambao umewabebesha wewe Mungu, ufanye uwe ni mzigo mwepesi kwao kuongoza jambo hili zuri na la maana kwetu wanadamu, ili watoto wa nchi hii Tanzania tuendelee kuishi kwa amani na upendo baina yetu. Katika yale yanayotujumuisha pamoja kama Watanzania, tukae pamoja bila kubaguana, lakini katika yale ambayo yanahusu imani, basi kila mmoja ahusike katika imani yake bila kumkwaza wa imani tofauti na yeye. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wako na kwa baraka ya mtume wako mtukufu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kupata dua na maombi kutoka kwa viongozi wa dini, nichukue fursa hii kuwatambua walioko katika meza yako kuu ili tuweze kujua tuko pamoja na nani na nani. Mheshimiwa mgeni rasmi, aliyoko mkono wako wa kulia, huyo ni Mchungaji Oswald Mlai, ni katibu wetu mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Ametoka Dar es Salaam na amekuja juu ya jambo hili. Aliyoko tena kulia kwako kutoka kwa katibu mkuu wa maridhiano ni mwenzetu kiongozi, yeye ni mratibu wa kanda ya kati Dodoma, amekuja kushirikiana na sisi katika uzinduzi wetu. Na anayefuata tena mwisho ni dada yetu Bi Amina, yeye ni mratibu wa kanda ya kusini Lindi na Mtwara huko, amekuja kushirikiana na sisi katika uzinduzi wetu wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania. Mkono wako wa kushoto Mheshimiwa mgeni rasmi umekaa na Sheikh wa mkoa Sheikh Shabani bin Juma bin Abdallah, na pia ni kadhi wetu wa mkoa wa Arusha. Anayefuata tena kushoto kwako mgeni rasmi ni rafiki yako Mheshimiwa Gaudensi Limo, huyu ni mlezi wetu wa Jumuiya ya Maridhiano mkoa wa Arusha, anatulea na kutuongoza juu ya jambo hili. Aliyoko tena mwisho ni mratibu wa kanda ya kaskazini Kilimanjaro, Arusha na Manyara, anaitwa Sheikh Abdurazaki, naye tuko naye katika jambo hili na amepambana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tunafikia hapa. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nyuma yako pia kuna kamati ya ulinzi na usalama. Tunaishukuru kwa sababu na sisi ni maridhiano, tunashughulikia ulinzi na usalama wa nchi yetu kwa upande wa viongozi wa dini. Hiyo ni kamati yetu ya ulinzi na usalama, imeshirikiana na sisi juu ya jambo hili. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, katikati ya viti vyote ni viongozi wa maridhiano mkoa wa Arusha na wilaya zake. Wote hao tuko 10, lakini kuna wengine hawakufika kutokana na dharura mbalimbali, wengine wasafiri, wengine wana wagonjwa. Lakini pia mkono wako wa kushoto, viti vya mwisho, ni viongozi wetu wa madhehebu mbalimbali. Pale kuna Ithnaashar, kuna Bohora, kuna kadha, kuna Masuni, tuko nao katika jambo hili Mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini pia tumewaalika wenzetu wanaofanya biashara. Maridhiano Tanzania haipendi kuingia fujo katika nchi, kwa sababu wafanyabiashara hawatafanya biashara wala hawatapata faida. Hapo kuna ndugu yetu Mustafa Panju maarufu, tuko naye hapo. Tuliwaalika wenzetu bwana Muslim Lemtura, lakini amepata dharura hakuja. Tuliwaalika Bohora, wamepata dharura pia hawakuja. Tulikuwa na mkurugenzi wa TANAPA, tumepeleka taarifa yake, sijui kama kuna mwakilishi labda hapo tumtambue, naona hayupo. Na tuna Bobby Spanish, tulipeleka barua pia, naona hakufika. Na mkurugenzi wa OBC pia naona amepata dharura hakufika. Alhamdulillah, yuko wenzetu wa OBC, asante sana. Tuliwaalika Amana Benki, kama yuko mwakilishi asimame tu tumuone. Haya, tuliwaalika wenzetu wa NBC Benki, hamna mwakilishi. NMB Benki hamna mwakilishi. CRDB Benki
hamna mwakilishi. Vodacom, kampuni yetu ya mitandao, hamna mwakilishi. Airtel, hamna mwakilishi, na Tigo hamna mwakilishi. Lakini hao wote tuliwahusisha kwa sababu ni wafanyabiashara na wanahitaji nchi iwe na amani ili waweze kufanya biashara zao inshallah. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii. Ratiba ilikuwa inaonyesha mwenyekiti wangu wa maridhiano ambaye ni Sheikh Hussein Junje, yeye ni makamu mwenyekiti. Mwenyekiti wetu wa maridhiano mkoa wa Arusha ni Baba Askofu Stanley Ibrahim Hotai wa kanisa la Anglikana, naye amepata safari, amekwenda Uingereza kwa mambo haya ya kidini, ameshindwa kufika. Kwa hiyo tunaye makamu mwenyekiti Sheikh Hussein Junje, yuko hapo nyuma yako. Ni sitampa nafasi kutokana na muda ili tukuache ukaendelee na majukumu mengine, lakini kinachofuata sasa hivi tutapata mukhtasari wa umuhimu wa amani ni kitu gani, lakini tumemwandaa shekhe wetu, shekhe wa mkoa Sheikh Shaban bin Juma bin Abdallah, aseme japo kidogo tu kuzungumzia nini amani. Shekhe wa mkoa, karibu sana kwa dakika chache ili tumwache mheshimiwa mgeni rasmi, tumemtoa kwenye kikao. Karibu sana. Nimewashtukiza dini mbalimbali, upendo na amani, upendo na amani. Hili ndilo tamko ambalo viongozi watu wa dini wamelichagua na kwamba litumike wakati tunapokutana kwenye shughuli zetu hizi za kutengeneza miundombinu ya amani. Kwanza, neno amani. Neno amani maana yake ni kusalimika. Kitu chochote kusalimika, kuwa kizima, kuwa huru, pasi na kukosa utaratibu wake. Ndiyo maana ya amani kwa ufupi. Kwa hiyo tukizungumza amani, maana yake tunazungumza kusalimika kwa upande wa wanadamu, kusalimika na maradhi, kusalimika na vita, kusalimika na maafa. Na vitu vyote vinahitaji amani. Vifaa vyetu tunavyovihitajia, vyombo, vikombe, kikiwa hakikuvunjika, kiko katika amani, kiko katika salama. Amani ni jina la Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ameitwa amani kwa sababu amesalimika na upungufu na aibu yoyote. Mwenyezi Mungu ni mkweli, ni mwadilifu, ni mwenye huruma. Kutokana na uzito wa neno amani, pepo imeitwa nyumba ya amani. Pepo hii ambayo tunaikusudia kuiingia, jina lake inaitwa nyumba ya amani. Ni nyumba ambayo mtu akiingia atasalimika na ugonjwa, kifo, uzee na kila lenye kumuudhi. Kwa hiyo tukizungumza amani tunazungumzia kusalimika na kila lenye kumuudhi mtu mmoja mmoja au jamii yetu. Lengo kubwa la amani na madhumuni yake kwa ufupi, wakati hautaturuhusu, ni kujenga chombo kitakachoweza kumhifadhi na kumlinda mwanadamu awe salama, asalimike na vita, asalimike na maradhi, asalimike na kila lenye kumkosesha raha. Tunashughulika na amani kwa sababu ndiyo chombo hicho madhubuti kitakachoweza kumweka mwanadamu katika furaha yake.
Na mwanadamu ambaye tunashughulikia amani yake, chombo chake kitakachoweza kumlinda na kumhifadhi, asalimike na vita, asalimike na ugonjwa, asalimike na fitna, asalimike na kila chenye kumuudhi, huyu mwanadamu ndiyo kiumbe mtukufu kuliko kiumbe chochote ambacho unakijua. Mwanadamu ndiyo aqdasul muqaddasat. Sisi hapa ulimwenguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mitume na akatuonyesha vitu vitukufu, vitu vitakatifu vingi. Miongoni mwa vitu hivyo ni misikiti, makanisa, misahafu. Hivi ni vitu vitakatifu. Lakini mbele ya hivi vyote, kitakatifu kuliko chochote katika hivi nilivyovitaja ni mwanadamu. Ndiyo kitakatifu cha kwanza katika hivi vitakatifu walivyotufahamisha mitume kupitia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu mwanadamu ndio, ili tuweze aupate ule utukufu wake na udhihiri, anahitaji kuwa na amani, asalimike na maafa, asalimike na fitna na magomvi mengineyo. Mwanadamu ndio kiumbe kitukufu kuliko chochote, kwa sababu mwanadamu ni jengo la Mwenyezi Mungu. Vitukufu vingine vyote hivi tulivyo navyo ni Mwenyezi Mungu ametuonyesha utukufu wake, lakini kupitia viumbe wake. Kwa mfano, kama ni Al-Kaaba au ni kanisa la Kiyama, hivi ni vitu vitukufu, lakini vilivyojengwa ni wanadamu. Na lau kama atatokea mtu atafanya uharibifu, atuvunjie kanisa letu, atuvunjie msikiti wetu, sisi tunao uwezo tena baadaye kujenga msikiti mwingine penginepo madhubuti kuliko ule uliovunjwa. Lakini akitokea mtu akimuua mwanadamu, sisi sote wa dunia nzima, hata tukikusanyika kwamba haya sasa tumrudisheni mwenzetu huyu, hatuna uwezo. Kwa hiyo mwanadamu ni jengo la Mwenyezi Mungu, na ndiyo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumpa heshima mwanadamu, nimemtukuza mwanadamu na nimempa uwezo wa kuishi bara na baharini, nikamruzuku vitu vizuri, alafu nikamfanya bora katika viumbe niliowaumba wote, kumfanya bora kwa kikweli kweli. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutilia uzito wa utukufu wa mwanadamu anasema, al-adamiyyu bina'ullah mal'unun man hadama. Mwanadamu ni jengo la Mwenyezi Mungu, alaaniwe mwenye kulivunja. Huu ni uzito wa huyu mwanadamu. Lakini ili apate kuleleka na kuishi kama alivyotaka Mwenyezi Mungu, ndio kunahitajika juhudi kama hizi za kamati hizi za maridhiano. Na hapa nchini kwetu vyombo vya sampuli namna hii ni vingi. Kuna Interfaith ambayo ina mikutano yake, kuna na taasisi nyingine ndogo ndogo na kubwa kubwa, zote zinazungumzia kuonyesha amani, watu waishi kwa furaha. Kutofautiana ndivyo tulivyoumbwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
na watu wakitofautiana jambo sio aibu. Aibu ni kutofautiana alafu mkaleta madhara kutokana na tofauti zenu. Lakini njia ya kwamba tuende sote tuwe katika kitu kimoja, hilo ni jambo haliko. Mwenyezi Mungu anasema wala yazaluna mukhtalifin walidhalika khalaqahum. Wanadamu hawataacha kutofautiana maoni. Hivyo ndivyo ambavyo tumewaumba. Wapenzi watukufu na mgeni wetu rasmi, hapa tumekutana kwa ajili ya kuweza kupanga madhubuti, kuweka chombo ambacho lau kama kutatokea kutofautiana, basi ikiwe ni chombo chenye kuingilia kati katika kuweza kuondoa mzozo huo. Na wasimamizi wa hili ni viongozi wetu wa dini ambao tunawakubali. Wanapozungumza wanazungumza kwa misemo ya kinabii na vitabu vyetu. Heshima zetu zote tunaziweka kwao, kwa sababu wao wana uwezo mkubwa wa kuwaonyesha watu waliotofautiana haki na la kufanya ni lipi. Mimi kuhusu umuhimu wa maridhiano, nilishiriki katika kutuliza fujo au maoni, si fujo, watu walivyokuwa wanavyoona. Nilishiriki katika kutuliza hali ya joto lililokuwa limezuka kutokana na maandamano ya Ukuta. Katika tukio lile mimi ni mmoja tuliosimama kuonana na viongozi wetu wakuu wa chama cha Chadema. Tulipokutana, miongoni mwa niliyoyasema siku ile na ninayakumbuka ni kwamba Chadema mnayo sauti kubwa kule nje, mnao watu wanawafuata, wanaowakubali. Nyinyi inatarajiwa siku moja mtaingia katika nafasi ya uongozi. Siku mtakapokuwa viongozi, hamtasikia raha kwamba kuna kundi linasema tofauti na mnavyosema nyinyi. Siku hiyo nilikuwa na katibu mkuu, na haya bila shaka atakuwa anayakumbuka. Kwa bahati nzuri, viongozi wa Chadema baada ya muda mfupi wakatangaza kwamba tumevunja maandamano yetu kutokana na maelekezo ya viongozi wetu wa dini. Mimi nilishiriki katika kutafuta salama na mahusiano mema katika sekeseki la Kiteto. Miongoni mwa wajumbe waliokwenda kule kujaribu kuonyesha kwamba salama na sawa ni hii, tuifuate kwa ajili ya amani yetu. Kamati ile pia iliongozwa ni viongozi wa dini. Viongozi wa dini wanayo nguvu kubwa, na serikali yetu tukufu inaiona nguvu hiyo na iko tayari, ninavyoamini, kuitumia nguvu hiyo kwa ajili ya maslahi na ustawi wa nchi yetu. Wakati ukiwa unasikia mazungumzo katika hotuba yako kwamba lakini wakati ni mdogo, wakati hauruhusu, unakufanya hotuba yako uifanye fupi. Mtu mzima haambiwi havutwi nguo. Mazungumzo tu yanakuonyesha kwamba na kweli wakati hauruhusu kuzungumza mengi. Lakini ndugu zangu wapendwa, amani ndiyo silaha ya kila mmoja wetu, ndiyo silaha ya vikundi vyetu vyote, ndiyo silaha ya dini zetu zote, ndiyo silaha ya vyama vyetu vyote. Tunapaswa kuilinda, tunapaswa kujua thamani yake. Niwaombee viongozi wote wa taasisi hii, awape nguvu
ili wao na sisi na serikali litakapotokea jambo ambalo ni la kutatiza, wasimame kwa mifano kama hiyo miwili mitatu, waonyeshe njia ya kupita salama, Tanzania iweze kwenda kwenye ufukwe wa amani. Mungu atubariki sote, amen. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mheshimiwa Mrisho Gambo, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano Taifa Mchungaji Oswald Herman Mlai, waheshimiwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Arusha, waheshimiwa viongozi wote wa serikali na wabunge wote, waheshimiwa viongozi wa dini mliopo, maaskofu, mashehe, wachungaji na mapadri, waheshimiwa wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Tanzania ni yetu, amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako binafsi kukubali kutenga siku hii kuja kuzindua jumuiya yetu ya maridhiano katika mkoa wetu. Pamoja na majukumu yako mengi na makubwa, tumeona umetuheshimu na kuthamini jumuiya ya maridhiano na majukumu yake ya kudumisha na kuendeleza amani na mshikamano katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Tunasema asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jumuiya ya Maridhiano Tanzania ni taasisi mpya hapa nchini Tanzania iliyoundwa mwaka 2015 na kusajiliwa rasmi na Wizara ya Mambo ya Ndani tarehe 3 Machi 2016 kwa namba SA 20469. Ilizinduliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli tarehe 29 mwezi wa 4 2016, baada ya kupitia katiba na kuridhishwa naye. Makao yake makuu yapo Dar es Salaam. Jumuiya hii ambayo mwenyekiti wake taifa ni Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Agustino Ramadhani. Jumuiya hii imeundwa kwa kushirikiana na madhehebu mbalimbali ya dini za Wakristo na Waislamu nchini Tanzania ili kuimarisha na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, ikiwa ni pamoja na kuleta maridhiano ndani ya jamii ya Watanzania wote, kushirikiana kwa karibu sana na serikali kwa kukutanisha dini na madhehebu yote hapa nchini kwa malengo ya kutoa elimu ya kulinda na kudumisha amani ya nchi yetu, kutatua changamoto na migogoro katika jamii na taasisi kama msuluhishi mkubwa wa migogoro yote na chochezi za kidini kwa kutoa elimu ya amani kwa umma kuanzia ngazi ya kitongoji, mtaa hadi taifa, kuhakikisha migogoro ya wakulima na wafugaji inatatuliwa na kumalizika kwa amani kwa njia ya maridhiano bila kutumia sheria mkononi au silaha, kushirikiana na serikali katika mipango mikakati ya kushughulika na majanga ya madawa ya kulevya, kupinga mauaji ya kikatili ya vikongwe na maalbino, kupiga vita rushwa na ufisadi, kudumisha nidhamu kazini, kudumisha amani na usalama kwa nchi yetu, kushirikiana na serikali katika kutatua migogoro ya kisiasa nchini na nje ya nchi yetu ili kuhakikisha bara la Afrika linaishi kwa amani iliyopo Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutimiza malengo na makusudi haya yaliyotajwa hapo juu, Jumuiya ya Maridhiano imekusudia kuunda uongozi wake
kwa kuweka viongozi wake kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, kata, kijiji, mtaa na kitongoji, ili kufanya kazi kwa uweledi mkubwa, uadilifu, uaminifu, kwa moyo wa kizalendo na kujitolea muda wowote kwa kuhakikisha amani na usalama wa Tanzania unalindwa na kudumishwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jumuiya ya Maridhiano inachukua nafasi hii kwanza kuipongeza serikali ya Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi nzuri anazozifanya kwa manufaa ya Watanzania wote. Hapa nitataja chache tu: kupambana na ufisadi na madawa ya kulevya nchini, kurudisha nidhamu na uwajibikaji wa watumishi wa umma maofisini, kusimamia vizuri rasilimali za nchi yetu ikiwa ni pamoja na kupiga vita rushwa, kuondoa watumishi hewa ambao walijipatia mapato kwa njia ya udanganyifu na kusababishia serikali hasara kubwa, kusimamia rasilimali ya madini yetu ambayo yalikuwa yanatoroshwa na kuliingizia taifa hasara. Tunampongeza sana na tunamwombea kwa Mungu wetu azidi kumtia nguvu na kumlinda kwa kazi anayoifanya na kuisafisha serikali yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama jumuiya tunaungana na serikali katika mapambano ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na watu wenye maadili mazuri watakaoshika nyadhifa mbalimbali za uongozi nchi nzima kwa nia ya kudumisha amani na utulivu, mshikamano na maendeleo katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashauri kwa vile hali ya uchumi wa mkoa wetu sio nzuri sana kutokana na viwanda vingi kufa ambavyo vinategemewa na wakazi wengi. Hii imepelekea vijana wengi wa mkoa kukosa ajira na kujiingiza katika vitendo vya uhalifu kama madawa ya kulevya, wizi, uzururaji na kadhalika. Kwa hiyo jumuiya yetu inaunga mkono lengo la serikali la kuimarisha uchumi wa viwanda kwa kufufua viwanda vya zamani na kujenga viwanda vipya katika nchi nzima na hususan mkoa wetu ili kuinua uchumi wa mkoa na kipato cha wananchi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama Jumuiya ya Maridhiano tunaendelea kujipanga vizuri katika kuhamasisha waumini wetu misikitini, makanisani, wanaelimishwa kuhusu utunzaji wa mazingira ikiwa ni pamoja na kupanda miti kwa wingi ili kubadilisha hali ya ukame na tishio la uharibifu wa mazingira kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Arusha ni mkoa ulioko mpakani na nchi jirani ya Kenya. Pamoja na wananchi wanaoishi karibu na mipaka hii wanapata faida nyingi za ujirani mwema, mfano biashara ndogondogo za mazao ya chakula na matunda. Hata hivyo, mipaka hii inaweza kuwa chanzo kikubwa cha uingizaji wa wahamiaji haramu na biashara haramu zisizolipiwa kodi au ushuru ambazo ni mageni. Jumuiya ya Maridhiano itajitahidi kutoa elimu kupitia waumini wetu ili kupambana na tatizo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutimiza adhima hii tunaomba ushirikiano na serikali yetu sikivu ili tuweze kufikia malengo yaliyokusudiwa na jumuiya yetu hii na taifa kwa ujumla, yaani kuwa na viongozi wazalendo ambao ni kioo katika jamii na ambao watasaidia jamii kutatua migogoro na changamoto za Watanzania wanyonge kwa njia ya maridhiano na maelewano pasipo uvunjivu wa amani katika jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ifahamike kuwa gharama za kutekeleza majukumu yote yaliyoainishwa na katiba yetu na malengo yake katika Jumuiya ya Maridhiano yanahitaji fedha nyingi na kujitolea kwa moyo sana kila mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba serikali yetu sikivu
iunge mkono juhudi za Jumuiya ya Maridhiano za kudumisha na kuendeleza amani na umoja wa kitaifa kwa kuchangia bajeti ya jumuiya yetu kila mwaka kuanzia ngazi ya taifa, mkoa na wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, bado changamoto kubwa ya gharama za uendeshaji wa ofisi yetu ya jumuiya katika mkoa, pia usafiri kwa viongozi waandamizi wa mkoa, kuwafikia wananchi, kusikiliza na kutatua kero na changamoto zao. Tunaamini wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu na serikali pamoja na wapenda amani wote mtazipatia ufumbuzi changamoto hizi chache za mkoa wetu kwa moyo wa upendo na ushirikiano. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa tunaishukuru serikali yetu kwa kutambua umuhimu wa jumuiya hii kuanzia ngazi ya taifa hadi katika ngazi za chini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana wewe pamoja na ofisi yako na wakuu wa wilaya kwa kushirikiana nasi katika maandalizi ya uzinduzi wa jumuiya yetu hadi kufikia siku ya leo inapozinduliwa rasmi na wewe mkuu wa mkoa ukiwa mgeni rasmi. Tunatambua juhudi zako na kazi unazozifanya katika mkoa wetu. Tunaahidi kukupa ushirikiano ili watu wetu waweze kupata maendeleo na kudumisha amani ya nchi yetu. Tunakushukuru na kukutakia baraka za Mwenyezi Mungu katika majukumu yako na kuwatumikia wananchi wa mkoa wetu wa Arusha na taifa kwa ujumla. Tunakuomba sasa uizindue jumuiya yetu ya maridhiano katika mkoa huu wa Arusha ili iweze kushirikiana bega kwa bega na serikali ya mkoa wetu katika kudumisha amani, mshikamano ili kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Mwenyezi Mungu akubariki na kuubariki mkoa wetu. Tanzania ni yetu, amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani. Kwa heshima na wasilisha Abdalla Hanath, katibu wa mkoa wa Arusha. Tanzania ni yetu, amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi nilopewa hapa ni ya kumkaribisha katibu mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania ili na yeye achukue nafasi yake kuweza kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini kabla ya yote, ningependa kudokeza jambo moja muhimu kwa dakika mbili. Kwa mujibu wa katiba ya Jumuiya ya Maridhiano, kinachohusika na wanaohusika katika jumuiya hii sio Waislamu na Wakristo tu, bali watu wa dini mbalimbali. Na nadhani hili ni muhimu sana lifahamike. Tanzania yetu ina Waislamu, ina Wakristo na ina wasiokuwa Waislamu na Wakristo wengi, na ina wale watu wa mila na desturi, traditional religions. Wote wanahusika katika jumuiya hii, na ndio maana kwamba katika baadhi ya wilaya tuna wajumbe na viongozi ambao wanatoka katika jamii za wafugaji, kwa sababu lengo ni kuhudumia Watanzania wote pamoja na dini zao mbalimbali. Kwa hivyo tunapoona kwamba wengi katika sisi ni Waislamu na Wakristo, isifahamike kwamba ni jumuiya ya Waislamu na Wakristo tu. Kwa hivyo hili ni jambo la msingi ambalo mheshimiwa mgeni rasmi nilitaka kulidokeza. Na kwa sababu tumeona duniani historia imeandika vitu vingi sana kuhusu ya mapambano baina ya wanadini. Ulaya imeishi kipindi kirefu sana cha mapambano baina ya Wakristo wenyewe kwa wenyewe, baina ya Wakristo na Waislamu. Waislamu walipotawala baadhi ya maeneo ya Ulaya kama Spain na kusini mwa Ufaransa.
Tumeona Crusade War, vita vya msalaba ambao vilipiganwa kwa miaka mingi sana baina ya Waislamu na Wakristo. Mabudha na Waislamu kule Bama, tumeona hivi karibuni mauaji mbalimbali yametokana na mitazamo ya kidini. Sisi wa Tanzania tuna haja sana ya kusoma kutokana na uzoefu wa wengine. Tusingojee yatokee kwetu ndo tuanze kuyatatua. Namalizia kwa kusema kwamba lengo la Jumuiya ya Maridhiano Tanzania sio kuzima moto uliowaka, bali ni kuprevent, kufanya jitihada za kulinda uwezekano wa kutokea malumbano, kutokuelewana, vurugu na watu wasiishi pamoja. Hapa katika Waislamu kuna madhehebu mbalimbali, kuna Mashia, kuna Masuni na wengine, na katika Wakristo vile vile kuna madhehebu mbalimbali. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, ningeomba rasmi nitumie fursa hii kumkaribisha mheshimiwa katibu wetu mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano Taifa, Mchungaji Mlai, ili aweze kuchukua nafasi yake. Mheshimiwa, karibu sana. Wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa viongozi wa ulinzi na usalama wa mkoa wa Arusha, waheshimiwa waratibu wa kanda Jumuiya ya Maridhiano, Mheshimiwa baba yangu, shehe wangu Mzee Shabani, nimefurahi sana kukuona. Kabla ya kusema chochote, nina furaha sana kukuona babangu. Waheshimiwa viongozi wa dini mbalimbali wa mkoa wa Arusha, waheshimiwa wafanyabiashara na wawakilishi wenu, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyewapa afya na kuwalinda hata kupata kibali cha kuwepo mahali hapa. Wako ndugu zetu ambao tunawategemea na wengine ni wa maana, lakini tunavyoongea wengine wako mahututi, wengine ni wagonjwa, tena wengine ni wa maana zaidi hata sisi wamefariki kabisa. Lakini kwa rehema zake Mwenyezi Mungu ametona tunafaa tukutane leo. Hilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mlipokee na mwe na amani ya Bwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ndio katibu mkuu mwenye dhamana na ridhaa. Nasema nimedhaminiwa na serikali kwa sababu serikali mpaka inasajili kitu imekichunguza, imekihakiki, lakini pia imehakiki na huyo mtu anataka kukisimamia. Naposema ni kiongozi wa taifa, ina maana tayari kuna sifa ambazo serikali ndani yake imeweza kuona huyu mtu anaweza kukaa mbele ya wengine kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Na mimi kwenye risala imejieleza. Mimi kazi yangu kubwa, mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi wa dini na waumini mbalimbali mlioko mkoa wa Arusha, mimi ni kuizungumzia maridhiano. Hakuna kitu ambacho hakina historia. Tatoa historia fupi ya maridhiano ili kwamba yamkini iwe chachu kwako leo kwenda kuwaambia hata walioko nyumbani. Na mgeni rasmi, katika historia hii unaweza ukapata cha kusema hata sio kile utakachonukuu kwenye ratiba, kwenye risala. Ndugu zangu, mimi naitwa Mchungaji Oswald Mlai, kabila langu ni Mchaga, ni Mmarangu. Lakini miaka ya 67, 68 baada ya azimio la Arusha, unajua Mwalimu Nyerere alifanya Watanzania kutawanyika. Wazazi wangu walikuwa ni wazazi waliotawanyika kwenda mkoa wa Tanga. Kwa maana hiyo, pamoja na Ukristo wangu, mimi nililelewa Tanga. Sasa nilipofika Tanga, Ukristo ulikuwa haupo, ulikuwepo Uislamu. Lakini wakati tumeenda Tanga, tulienda na tabia zetu. Tulienda na tabia zetu za kula nguruwe, tabia zetu za kunywa pombe, ambazo zilikuwa na baraka hata kwenye dini ya baba na mama. Maana nakumbuka baba alikuwa rais kutoka kanisani akaja nyumbani kalewa, kwa sababu ni sawa, na bado alikuwa ni muumini tu, alikuwa na shida. Lakini sivyo kwa watu wale ambao tuliwaendea.
Wale watu ambao tuliwaendea kwao pombe ni haramu, pia nguruwe ni haramu. Lakini kumbuka, walienda baba zetu ni wakubwa, sisi ni watoto. Na mtoto siku zote anaiga kile ambacho kimekuwa na wingi. Ukiona mtoto wako ana matusi sana, basi huo mtaa unaongoza kwa matusi sana. Yaani mtoto yeye hana chuo ni yale aliyomzunguka. Kwa hiyo usione tabia ya mtoto ukaanza kumpiga vibao, angalia jamii iliyomzunguka. Unaweza ukapata majibu rahisi. Kwa hiyo mimi nikawa na dini ya baba na mama, na nikawa mwaminifu, lakini pia nikawa na rafiki zangu wa dini ya Kiislamu. Ule utamaduni ukawa unanivutia, na niwaambie kweli, mtu anaishi Tanga ni mstaarabu sana. Mkoa wa Tanga unaweza kuongoza kwa ustaarabu. Nimeukubali kabisa ule mkoa. Nilikuwa mgeni rasmi nasoma na ndugu zangu, tukawa tunahusiana, nikawa napenda ile imani, na nikapenda mpaka Ramadhani hata kufunga kwa ajili ya kupata futari na ile daku, na nikajifunza kupiga mpaka madufu kwa sababu ilikuwa ni rafiki zangu. Kwa hiyo tumekuwa mazingira hayo kwenye utoto, tunakuwa katika kusoma. Lakini kitu nilichojifunza mgeni rasmi, kwa Tanzania yetu, kwa udogo wetu, hatukuwa na matatizo juu ya dini. Mama alikuja siku moja akamwambia baba, mama fulani amesema wanataka kula na sisi sikukuu ya Krismasi, lakini sisi wachinje wao. Wakichinja tu wao, basi hiyo sherehe tunakula pamoja. Sasa baba akasema, kumbe ishu wakichinja tunakula, peleka. Sasa mimi napewa kuku, napeleka kwa Sheomari. Sheomari akichinja tu ile kuku, Krismasi tunakula wote. Nikaona kumbe wakichinja sherehe ni ya wote, basi wachinje kabisa. Kwa hiyo ikawa na furaha. Yaani naongea maneno haya, kuna kitu nataka mjifunze ndugu zangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa jambo hili usiangalie muda wa ofisi yako. Ofisi ndio siku zote, mimi unami siku zote. Acha mimi nikuachie cha kufanya Arusha. Nakwambia ni hazina, haipo. Mimi sisomi mali, kichwa changu kiko vizuri. Kwa hiyo nilichojifunza Tanga mpaka namaliza shule, naenda shule za juu, upendo na amani kwa dini zetu. Nilikuwa nakula futari mgeni rasmi, nilikuwa nakula futari bila, mimi naitwa Oswald, nakula futari na Rashidi na Asumani na Sheomari, futari ya Ramadhani. Ili nilikuwa napiga madufu kwenda kwa zile nyumba za walizofunga kuimba, watu wasema hodi hodi mtukufu mwezi wa Ramadhani twaiombea idi na baraka. Tunapewa chakula, tunakula na pilau. Mimi ni Oswald. Lakini nini ninachosema, mnaweza kucheka, lakini tukicheza na amani ya dini zetu tutakuja kujuta. Sasa nimeondoka Tanga nikahamia Dar es Salaam mgeni rasmi. Yale maadili ya Tanga nikakuta Dar es Salaam. Kanaishi Mwenge tangu utoto wangu kupata akili. Kitu nilichogundua katika maisha yangu ni kwamba kumbe Tanzania hatubabaishi na imani zetu, tunabadilisha na upendo tuliokuwa nao. Tukaenda mbali zaidi. Tukaanza kuoleana. Oswald anamoa Asha, Rashidi anamoa Maria. Mambo yanakwenda. Na kama kuna nafasi za dini zetu, huwa tunazipa nafasi. Uislamu ufanye yao, tunafurahi. Wakristo wafanye yao, tunafurahi. Tukirudi, Watanzania ni amani. Nimesoma mpaka nikaja kuwa mchungaji. Nataka niseme tu mambo yanahusu maridhiano mgeni rasmi. Historia zangu zipo, lakini nasema maridhiano. Mimi ni mwanazuoni mheshimiwa mgeni rasmi. Nimesoma hizi dini. Nimesoma Uislamu, nimesoma Ukristo. Uislamu nimeusoma Misri, nimeusoma Irani, nimeusoma Syria, nimeusoma Uturuki. Ukristo nimeusoma Misri, nimeusoma Israeli, nimeusoma Marekani na Roma. Mimi ni mwanazuoni. Yaani katika dini mimi sio mchungaji tu, mimi ni mwanazuoni. Mimi naweza kuwa shehe leo na nikaongoza msikiti. Lakini pia nimesoma mpaka uchawi, African Traditional Religion, mambo ya ramli yote nimesoma. Na nimemsoma Mungu, nimesoma malaika, na nimemsoma shetani, na nimemsoma mtu.
Sio kwamba naitwa katibu mkuu kutafuta sifa mbele ya macho ya watu. Ni vitu ambavyo Mungu ameweka, ni hazina mnaye kwenye taifa. Ndicho ninachowaambia leo. Mwaka 2014 nikiwa Dar es Salaam, ikatokea muumini mmoja, kiongozi mmoja, sijui alitoka wapi, akaleta doctrine yake kusema Wakristo nao wachinje. Sikiliza nikwambie mgeni rasmi, imani ni doctrine. Sikilizeni, nawaambia viongozi wangu wa dini, imani ni doctrine. Doctrine ni fundisho. Hakuna mwanadamu anayezaliwa na imani. Mwanadamu anazaliwa na kabila, anazaliwa na taifa, anazaliwa na lugha. Culture is not a dini. Dini mtu anafundishwa. Mpaka mtu anaamua kufa, hafi kwa ajili ya ukoo wala kabila wala mila, anafia dini. Kweli si kweli? Anafundishwa. Fundisho linaweza likabadilisha kitu kibaya sana. Yule akasema lazima Wakristo wachinje, na akaleta doctrine, akaenda mbali zaidi na akaweka na sensa, akasema tuangalie Waislamu na Wakristo wapi wenye ng'ombe. Watu wakasema Wakristo, wakasema sasa waje tufuge alafu wachinje wao. Yaani unajua doctrine ukiwa na masikio mabovu inakuwa inakutoa kwenye njia. Mheshimiwa mgeni rasmi, misikiti na makanisa yalichomwa. Yalichomwa Dar es Salaam. Sikuamini. Naenda Mbagala, unakuta Waislamu wasema, kuna mchungaji rafiki yangu alikuwa anafanya ibada Ijumaa, na ikatokea kwamba kanisa lake alikuwa ameweka chupa zile. Sasa kwa sababu wale vijana wa Kiislamu, msikiti umechomwa, wakaliona kanisa, ule mchungaji wala hakuwa anakielewa. Maskini wa Mungu alikuwa anafanya ibada vizuri. Sasa wale sotaka kulipiza, wakalivamia kanisa. Mchungaji anaambiwa, alikimbia juu ya zile chupa. Acha, ukiona una amani hayaja kufika. Mnajua kuna mtu anaweza kuchezea amani kwa maneno tu, lakini haija kufika. Baada ya mchungaji kuangalia nje kuona wana petroli, wana mapanga, ule ukuta wake mwenyewe ukawa kama tairi. Anapita kwenye zile chupa, hakujua amekatika mguu, alikuja jua yuko Mwimbili. Huku nyuma gari kachomwa, na unajua watumishi wa Mungu tunapata misadaka, hatuna mfuko. Ukiona kiongozi wa dini na gari, huo unaitwa muujiza. Nyinyi magari tunapewa. Sisi mpaka sadaka uzikusaje, mpaka hata miguu ichoke kupata gari, ndio maana tunasemaga muujiza. Wewe unadharau, sisi kwetu muujiza. Kupata gari sadaka, ilishe mtoto, mpaka ni muujiza. Kwa hiyo unapochoma gari ya mchungaji, umechoma muujiza wa mchungaji. Wakachoma ile gari, wakachoma kanisa lote. Unaangalia Mbagala limeungua, sijui wapi. Sasa nini sasa? Tunajikuna nini? Yaani tulichanganyikiwa. Lishukuriwe jeshi la polisi. Haraka wakaanza kurotate zile nyumba za ibada polisi, haraka wakaanza kurotate zile nyumba za ibada kusimamia ibada. Lakini Rais Kikwete akasema hebu njoni, akaita wale viongozi wakubwa nini wa. Hebu njoni. Sasa wanasema kwa nini? Kwani watu wanashangaa, Roman Catholic anashangaa, Anglican anashangaa, wanashangaa kwa nini? Wanampigia padre. Padre anasema kuna amani. Kumbe kuna mtu mmoja alienda Nigeria, akapata maandiko yake na doctrine yake, akaja akachanganyikiwa, akawamobilize watu, wakaraise. Sasa tukapata shida. Ndio rais wetu akasema tufanyeje? Ndio hii unasikia kamati ya amani ilikotokea. Na mimi ni mjumbe. Kuna watu huko wanasema maridhiano nini kamati? Ndio sisi. Tatizo ni wali ni mweupe, pilau unakuwa na rangi. Lakini ule mmoja. Mtulize, tunawaambia. Tukasemaje? Tukaitwa pale na Rais Kikwete. Tufanyeje? Mimi wakati huo nilikuwa ni katibu wa kamati ya maadili ya viongozi wa dini ya Kikristo. Tulikuwa ni kamati tu ya tunaangalia viongozi wa dini, si dini yetu tufanyeje, tuishije. Wakatuita Ikulu, tufanyeje? Tukaambia tuchezeni mpira. Cha kwanza tucheze mpira. Kirahisi kabisa. Ila mufti hapo likipa
Pengo namba 2, wale watu na TV zote zionyeshe. Zionyeshe. Sasa nakwaje? Waziri mkuu ndio anabadilisha wachezaji. Refa Kova alikuwa kamanda mali. Kova yule refa. Sadiki mkuu wa mkoa Raisman waku sema muda. Hapa shida. Sasa ukichukua mufti yule nani alikuwa nani yule makamu mufti mzee anacheza mpira golikipa. Na tunakwambia usimlenge. Sio unajifanya unamlenga, unapiga pembeni kidogo ndani. Tukapanga. Sasa tukaingia uwanja wa Taifa. Na tukasema Jumamosi tukacheza mpira na nini. Basi kuishia pale sasa kuna vurute haikuwepo. Lakini sasa wakasema hapana, tusishie hapa. Kwa sababu katiba inasema hatuna dini, hebu tutafuteni chombo ambacho kitasajiliwa na serikali. Angalau kiunganishe sasa. Maana hapa tumejifunza, tusiishie hapa. Atainuka tena mwingine. Kweli si kweli jamani? Ukiona ugonjwa usiseme dawa zinatosha, ongeza nyingine. Ndio akasema tufanyeni. Sasa walichofanya mwaka 2015 mheshimiwa mgeni rasmi waziri mkuu akasema tuwatafute wanazuoni. Wanazuoni sasa ni wale waliosoma dini sasa. Tukakutana Waislamu 100 na wakisomea tarehe 3 mwezi wa 3 White Sand Hotel. Alikuwepo waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda, wakati ule waziri wa sheria na katiba Charles Migiro, waziri ofisi ya rais alikuwa Mama Nagu, alafu alikuwepo Lukuvi, walikuwepo wengi na akina IGP Mangu. Tukakutana pale katika kuongea. Tukasema hivi, katika chombo chetu sasa tubadilisha tena salamu. Tukifanye sasa hii kamati ya amani inakaga mikoani. Na hata wewe mgeni rasmi na mkuu wako wa mkoa leo ukiambiwa uite kamati ya amani, wewe unamuita askofu wa kanisa la Roma Arusha, unamuita askofu Angalikana na huenda ni mshirika wake, unamuita na KKT, maana mnaona ndizo ziko Tanzania. Kwa taarifa yenu, yako madhehebu mengi kuliko hayo na yana nguvu sana. Na ndiye yanatumiwa hata na wanasiasa kuitesa serikali. Sasa wewe ukimuita Mroma hapa umedanganyika. Yako madhehebu, nenda Rita, nenda watayaona ya madhehebu. Yako mengi. Kuna mtu mwenye dini yake mfukoni, askofu yeye, nabii yeye, Mungu yeye, na anawashirika kibao. Wewe naomba tusikilizane ndugu zangu. Hamtaniona siku nyingine. Lakini nayasema ni Arusha, mimi sikai Arusha. Viongozi wa ulinzi na usalama, mnisikie vizuri. Kupiga push-up za kijeshi aiondoi amani, inatishia. Amani ni hii tulionayo hapa. Mtaajiri makomando wenye misuli minene, amtasaidika. Amani ni hii mnaiona hapa. Hii mnaiona hapa. Tulipokaa tukasema hivi, kama tunataka tufanye kitu cha kufanya amani kwenye nchi hii, tutengeneze kitu ambacho kitatoka taifa kiende mpaka kwenye kitongoji. Kwa nini tunaenda kwenye kitongoji? Leo mnasema Albino anauawa. Sasa unakuta pale kwenye kata ya Albino, mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye ile kata hakuna kituo cha polisi kwa ajili ya udogo wa jeshi letu la polisi. Afate polisi kweli? Hamko wengi nyinyi. Sasa pale kwenye ile kata ile pana mganga wa kienyeji anataka kidole cha nani? Cha Albino. Lakini yule mganga wa kienyeji dini zote ziko pale. Waislamu wote wapo, Wakristo wote wapo. Lakini yule mganga ni muumini wa hao watu. Kweli si kweli? Kwa nini sisi tusianze na muumini wetu? Lakini pia tukaiambia serikali juu ya mtu amekuja, huyu muumini wetu mganga wa kienyeji ana nyumba 1500, ana nyasi 7, ana kuku 1. Ila kuna VX la milioni 200 liko pale wiki. Kuna biashara gani na huyu mtu? Ndio hapo tukiongea na afande, anatuma mtu wake pale, anasema kuna mtu ataka kidole cha nini? Cha Albino. Tuna amani sio kusema, amani ni kutenda. Amani ni kutenda. Utakuwa na maneno mengi huwezi kuweka amani. Mtadanganyana tu. Amani ni kutenda. Kwa hiyo tukasema sisi maridhiano, lakini na sisi tuko ndani ya amani. Ukija kwenye cheo, mimi ni askofu na ninavaa vizuri, usinione nimevaa hivi mheshimiwa, mimi ni mchungaji mwenye kanisa limetulia. Sio naomba uchungaji, ninao miaka imeenea. Tena kanisa bora. Ukifika Mbezi Beach Dar es Salaam, ukiuliza EAGT Dar City,
umefika kwenye hii sura. Lakini hapa nimevaa kofia nifanane na jamii, nisiwatishe jamii. Unajua tunavyokuja na zile staili za mavazi kama tunawatisha watu. Tunabadilika kidogo, tuingie kule ndani, tuwapate, tuweke mustakabali wa amani katika nchi yetu. Sisi tukasema maridhiano Tanzania, dini ni kule kwenye nyumba zetu za ibada. Siwezi kufika hapa, yule shehe anafahamu kabisa mimi ni Mkristo, naweza kumwambia salamu alaikum, Bwana asifiwe. Hizo ni siasa, hatuhitaji. Sisi zile salamu alaikum, Bwana asifiwe, tumsifiwe Yesu Kristo, zitakuwa kwenye nyumba zetu za ibada. Sisi tukikutana, Tanzania ni yetu, amani kwanza. Dini mbalimbali, upendo na amani. Kisha ila ukimkuta Sheikh Shabani msikitini, salamu alaikum. Ukimkuta kanisani, tumsifiwe kila kitu. Kwa hiyo tulipofanya hivyo, mheshimiwa mgeni rasmi, tukasema sasa tuende tuweke uongozi kila mahali. Tukapata support kwa rais, mheshimiwa rais, tumesajiliwa. Na hata ukienda hapo kwenye mkoa wako utakuta kuna barua imeandikwa na aliyekuwa waziri wa TAMISEMI Simba Chawene akisema hii, na nakala waziri mkuu, waziri wa ulinzi, wa kila mtu, na barua ya IGP ambayo iko hapa. Anasema kabisa kwamba anatusapoti. Hii ni waziri wa TAMISEMI, iko hapa. Hii ni IGP, hii hapa, na ziko nyingi. Lakini mpaka sisi tuko hapa leo, tunataka tulete leo mgeni rasmi pale Loliondo. Hebu simama. Huyu ni Msonjo, ndio mwenyekiti wa Loliondo. Ina maana ukisikia kuna vuguvugu la wauaji, anza na mwenyekiti Msonjo. Usichukue polisi magari 10, mabunduki, mabomu, utaenda kuwa watu wasio na makosa. Wajanja shaenda Kenya. Ninaona mnavyoataki makosa wakati mwe mngekaa na viongozi wa dini. Wanamjua kila mtu. Unajua wakati mwingine mgeni rasmi, mpaka leo tunakuwa na mbunge anachochea kuchoma watu. Huyo sio mbunge, alikosa maadili kwenye wilaya. Wako wapi viongozi wa dini waambiwa tu sio mbunge huyu, anayegombea hatufai? Leo kama mbunge unasema tuchome petroli vituo vyote hivi, hapo tunaenda watu wa Tanzania. Na maana mbunge ni mwakilishi wa nini? Wa wananchi. Akigeuka kuambia watu tuchome watu moto, huyo sio mbunge. Lakini tunaenda kwenye asili yake. Huenda na jina la Kikristo kanisani, haendi, ni mvuta bangi mzuri au mnyagongo mzuri. Leo nampa diwani. Mna diwani hapo? Viongozi wa dini, amkeni. Nyie mnasema nchi imeharibika na sisi tumeingia humo. Tukae kwenye nafasi yetu. Tuwaambie watu wazi, huyu hatufai kuwa diwani, huyu hatufai. Tumeenda pamoja. Viongozi wangu wa dini kwa pamoja. Mgeni rasmi, ndio kazi tunataka tukufanyie. Tusapoti. Usitone kama kero tukija ofisini kwako au watu tunaombaomba. Kwanza sisi hatuombiombi. Mimi sasa hivi unavyoniona nimezindua Arusha Kilimanjaro. Unaniona niko hapa kwako nazindua, Alhamisi niko Manyara. Natoka Manyara Alhamisi naenda Kigoma. Naenda kule Buyu, kule nimeambiwa naenda kule Kakonko, na kule kuna shida. Naenda kukutana na viongozi wa dini kwa ajili ya ile mipaka. Mimi naongea na wewe. Lakini naenda kwa gharama zangu, hata sijakomba 200. Tusapotini sana, tunawasaidia nyinyi kazi. Msitone kama watu wa kero. Sisi ndio tunasaidia. Baba amekuambia hapa. Ule ukuta ule kilichotokea. Hizi kamati zipo. Kamati ya amani ambayo nadhani nao unajua sana. Na mimi ni mjumbe. Si walienda Chadema akaambia hivi, nyinyi watu gani? Tunaona kila siku mnakula na rais mnaitwa Ikulu. Kwenda mmekula rushwa, wakafukuzwa. Akanita wakati ule alikuwa nani DCI. Diwani Asmani. Akaambia mchungaji Mlai, nakuomba hapa makao makuu ya polisi. Nikaenda. Akaambia mwenzangu wewe, ile kamati ya amani wamekataa. Hebu jaribu wewe. Nikamwambia jaribu, nikamwambia mimi sijaribu, mimi nafanya kweli. Nikampigia simu babangu huyu hapa. Nilimtumia na huyu baba. Mimi sikutoa serikalini. Afanye nakwambia sikutoa kwenye rai. Nikamwita huyu. Kumwita huyu nikachukua na katibu wa BAKWATA Manyara, Sheikh Juma. Na wakati ule Sheikh Shabani alikuwa mpaka Manyara nadhani kabla hamjapata kule. Tulipoenda unajua alisemaje? Mboya akaita wakina Tundulisu wote wakaja. Akasema nyinyi tunakubali nyinyi. Nyinyi tunakubali. Tuambieni kitu. Tukawaambia tunachowaambia, Tanzania sio nchi ya kumwaga damu. Kama ni siasa, Tanzania sio za kumwaga damu.
wakasema tunawapa mwezi mmoja. Mimi nikamwambia shehe, mwezi mmoja unatosha. Kwani mwezi mmoja si kesho hamna maandamano? Mwezi mmoja. Sisi ndio tumefunga faila ukuta. Unayetuona maridhiano hii. Kwa hiyo kwa kweli tumemaliza maridhiano. Kwa leo hamna cha ukuta. Kule nani Mvomero kulikuwa na wafugaji na wakulima. Alafu wakaitoa mtaro mkubwa. Mimi nikaenda kule siku 3. Nikamkuta mkuu wa mkoa akamwambia nitoa wafugaji, nitoa wakulima. Siku 3. Tunapoongea leo mwenyekiti wa maridhiano mkoa wa Morogoro ni mfugaji. Makamu mwenyekiti ni mkulima. Hakuna cha mtaro wala nini, tumesahau. Lakini usije ukimwendea atakwambia aliwarundika wa Masai ndani, hiyo si tatizo. Kurundika Masai si tatizo. Maneno yanaingia ethics. Na ndio maana ukiangalia sisi katiba yetu tumeandika tu maridhiano, lakini na neno la Kiingereza inaitwa The Constitution of Association Ethics and Human Rights. Ethics ni vitu vya ndani. Ethics haiko nje. And human rights. Ndio basi tunashirika huko. Kwa hiyo mgeni rasmi ninayo mengi, lakini nimekupa tu dondoo uone uthamani wa maridhiano. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Na kwa mgeni rasmi kwa nafasi hii kutuzindulia maridhiano. Dini mbalimbali, upendo na amani. Upendo na amani. Katibu wetu mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, Askofu Mchungaji Oswald Mlai, Shehe wetu BAKWATA, Shehe Shaban, natambua uwepo wa mratibu wa kanda ya Dodoma, na dadangu Amina, mratibu wa kanda ya Kusini. Lakini vile vile natambua uwepo wa ndugu yangu Gaudens Limo, mrezi na mmoja wa waratibu. Natambua vile vile ndugu yangu Abdulazak, mratibu wa kanda hii ya Kaskazini, wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, viongozi mbalimbali wa madhehebu ya dini, ndugu zangu wafanyabiashara mlioko hapa, na sisi sote tuliopata bahati ya kujumuika leo hapa. Nirudie kusema Tanzania ni yetu, amani kwanza. Dini mbalimbali, upendo na amani. Awali ya yote, na mimi naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyeturuzukia uhai siku ya leo na kuweza kuiona siku ya leo mahali hapa tulipo. Lakini pili, nifanye dibaji ya kutanguliza salamu za Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Mlisho Mashaka Gambo. Kama tutakumbuka vizuri, jana tulikuwa na kilele cha maadhimisho ya siku ya wazee kitaifa katika mkoa wetu wa Arusha. Yaani katika nchi nzima ya Tanzania maadhimisho yalifanyika hapa. Na mgeni wetu alikuwa Mzee Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa awamu ya pili, ndio tulikuwa naye jana hapa. Na tulikuwa na wageni wengi tu kutoka kila sehemu. Kwa maelekezo, kila halmashauri itakiwa kuleta wawakilishi angalau wazee wawili nchi nzima. Kwa jana tulikuwa na shughuli hiyo na tukahitimisha jana, lakini muda huu wa mchana huu Mheshimiwa Mwinyi ndio alikuwa kwenye muda wa kutaka kuondoka.
Lakini pamoja na hilo, kuna jambo la mkutano mmoja hapa unaendelea, unahusu rushwa, fanyika hapo Mount Meru. Waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi na utawala bora, Mheshimiwa Mkuchika naye yupo hapa. Kwa mambo yote hayo, pamoja na muhimu mkubwa wa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania katika mkoa wetu wa Arusha, yote yamemkalia kulia na kushoto Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Ukijumlisha na hili yanakuwa matatu na mengine tena ambayo uko nayo. Kujigawanya na kujitawanisha inakuwa kazi ngumu kidogo. Kwa hiyo naomba mpokee salamu zake, na wala hata mimi sikutaka kujipendekeza niseme mkuu kama mmekwama basi nielekeze mimi niende. Hapana. Na yeye hakuniuliza wala hakuuliza kwamba nimtume nani aende kuniwakilisha kwenye shughuli hii, bali imempendeza akasema tafadhali sana, kwa hali ilivyo nitatingwa katika mida ile ile kwa masuala haya matatu niliyozungumza. Ikampendeza akasema, katibu tawala mkoa, naomba niwakilishe kwenye jukumu hilo. Kwa nimekuja hapa nikiwa kwenye viatu vya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, kwa heshima yake ile ile anasema mpokee salamu zake. Waheshimiwa viongozi, nianze kwa kumshukuru sana Sheikh Shaban kwa kisomo alichokifanya hapa, kwa sababu alitoa ufafanuzi mzuri na maelezo mazuri kuhusu utu wetu wanadamu na maisha yetu. Malengo makubwa ni amani, na ameifafanua vizuri amani. Tulipokea vizuri sana Sheikh somo hilo, na ndio limebeba maudhui makubwa na mazima juu ya maridhiano Tanzania, na hata ndani ya mkoa wetu wa Arusha malengo na makusudi yanajikita kwenye amani, na ndio maana tukasema dini mbalimbali tunaitikia upendo na amani. Lakini kwa namna ya pekee kabisa, Askofu Mchungaji Oswald Mlai, kabla ya kunipa fursa hapa, amefanya kazi kubwa, nadhani wote ni mashahidi. Katufafanulia vizuri, kaeleza vizuri. Mimi nadhani tulimpigia makofi wakati ule, nadhani tumpigie tena makofi mengine kumpongeza kwa hilo. Sisi kwetu mkoa wa Arusha leo ni siku ya kipekee kabisa, na mchungaji Mlai, tutakumisi kama tulivyosema kwamba unatuacha na Arusha yetu, lakini tutakumisi. Kusanyiko hili sio haba. Umesema viongozi wa dini na hata wale ambao hawana dini, lakini bado na vyombo vya dola tuko navyo hapa, na umeeleza vizuri sana sana sana. Tutatunisha msuli kwa njia yote ile, silaha na namna gani, kama jambo halijatoka ndani ya roho ethics hizi, na ndio maana kuwa na maridhiano. Bahati nzuri umetoa biography yako, ukajipambanua kuwa ni mwanazuoni, na kweli watu wameelewa mwanazuoni vizuri sana. Na ndivyo hivyo tutakuwa tufike mahali tuchambue mambo tufike, lakini utu wetu na maisha yetu. Alisema vizuri sana Sheikh, tumepewa utukufu na Mwenyezi Mungu, tukapewa hali ya heshima ya pekee kuliko wanyama wengine wote. Kwa tufike mahali
tuzingatie hayo. Utu wetu kwanza, na amani yetu inajengwa na mustakabali na mshikamano katika hali ambayo tunaifanya leo hapa kwa ajili ya maridhiano. Ukiona viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama wako hapa, mashehe wako hapa, wafanyabiashara wako hapa, sote tunakusanyika hapa na viongozi wa dini kuhusu maridhiano. Katibu wetu ameeleza vizuri sana, ameeleza vizuri sana, na miongozo na maelekezo si leo kuyapokea, ni muda mrefu kama ulivyosema, tangu Simbachawene ametoa maelekezo tangu kuzinduliwa, sawa, na hata uongozi wa ngazi ya maridhiano kitaifa chini ya mwenyekiti Jaji Mkuu mstaafu Agustino Ramadhani. Hata jina lenyewe tu, hata jina lenyewe, majina yake mwenyewe alivyopangana pale yanaonyesha maridhiano, sio? Jaji mstaafu Agustino Ramadhani. Simfahamu sana vizuri kwa undani, lakini kama alivyoeleza mchungaji hapa, Jaji Agustino Ramadhani ana mambo mengi sana. Ni mwanajeshi, mwana michezo, ni mchungaji. Sasa yuko kwenye mwenyekiti wetu kwa kweli wa taifa, anaonyesha mshikamano mkubwa ambao na sisi lazima tufike mahali tuishi na kuweza kuona tunakwenda kwenye hali ya namna gani ndani ya jamii zetu. Kwa hiyo tunatambua kama serikali, tunatambua vizuri sana kuwepo kwa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, taasisi ambayo tangu 2015-16 na maelekezo yalishatolewa. Ndio maana nikasema tunapoizindua leo kamati ya maridhiano, lakini uanzilifu ulishaanza mapema. Yawezekana tu tulichelewa kuzindua na kuanza na taasisi yetu katika mkoa wetu wa Arusha, lakini tayari tulishaingia kwenye muundo huo. Kama nina kumbukumbu vizuri, shehe, tumeweza kukaa hapa tukafanya vikao, tumekaa na wenzetu, lakini tumezidi kufanuliwa zaidi katika mkoa wetu. Yako mambo mengi ambayo ni zaidi ya dini zetu, yanahitaji tushirikiane kwa pamoja, zaidi ya dini zetu, kwa sababu utu wetu ndani ya dini zetu hauishii hapo. Utu unakwenda zaidi ya hapo, na ndio maana bahati nzuri amepamotoka sema ni askofu na kanisa zuri tu kabisa, lakini ndo katibu wetu hapa. Tunayo malengo mazuri na makubwa ya kujenga maridhiano ndani ya jamii ya Watanzania, lakini pili, kushirikisha vizuri dini na madhehebu yote pamoja na serikali yake, lakini lengo ni kutoa elimu na kulinda, kudumisha amani ya nchi yetu. Baba Askofu alikuwa anazungumza mambo ya Mvomero, amezungumza mambo yapi, yote yale ni sehemu ya changamoto ambazo pengine kwa msuli wa serikali tunaweza kusema inawezekana tukatatua, lakini yeye mwenyewe ameshuhudia hapa, ametoa. Tunayo kazi ya kuweza kutatua migogoro katika jamii yetu na taasisi katika usuluhishi tofauti hizo, kwa maana kwamba unaweza kadhani ukazimaliza tofauti hizi kwa kutumia msuli, kumbe haiwezekani. Wakati mwingine bila maridhiano ni mambo ambayo hayawezi kufanyika. Iko migogoro ya wakulima na wafugaji, kama itaingia kwa kwenda kwa dini na imani ya mtu, pengine uwezo ukafika ukaimaliza.
Zipo sheria za nchi, dola ipo, lakini bila kufika mahali mkakaa kufanya maridhiano, yawezekana ikawa kazi kubwa na kwa gharama kubwa zaidi kuliko hii ambayo tunaweza kuunda kamati za maridhiano. Ndio maana tukapewa ufafanuzi hapa. Tusishie kuona tunakuwa na kamati yetu katika ngazi ya mkoa au taifa tu peke yake. Hebu twende mpaka huko chini, ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, mpaka kwenye kitongoji. Tutaishi maisha aliyozungumza mchungaji hapa ya kupiga dufu kwenda nyumba ya jirani na wenzako, wewe ni Oswald, mnachanganyikana afu mnakula kwa pamoja, hakuna shida. Sawa sawa, kwa sababu ndio mustakabali wa maisha yetu, ndio amani ilivyo. Iko migogoro na zipo changamoto na majanga mbalimbali. Tuna vita dhidi ya madawa ya kulevya mpaka tumeunda na commission. Yako mauaji ya katili na mauaji ya vikongwe na bino. Tunapiga vita ufisadi. Tunahubiri kudumisha nidhamu kazini, kudumisha amani na usalama wa nchi yetu. Bila ridhaa ya moyo, bila kuridhiana mimi na mwenzangu na wengine, itakuwa ni kazi kubwa. Kwa maana kwamba kwa kushirikiana na serikali, kamati za maridhiano zitatusaidia sana katika kumaliza migogoro mbalimbali, iwe ya kisiasa, iwe ya kijamii, iwe ya kiuchumi, si tu kwenye vitongoji vyetu, si tu kwenye kata yetu, lakini si tu katika wilaya zetu, ni katika mkoa mzima, lakini hadi kufikia bara zima la Afrika, tukienda kwa maridhiano. Ninaamini Sheikh alihubiri hapa, Sheikh Shabani, amani, amani, amani. Ukiichezea amani, ndio mfano ule utausikia kupita kwenye ukuta ulio na chupa, lakini usitambue kama nakanyaga kwenye chupa. Na hii kama hayajakufika, huwezi kuyajua, huwezi kuyaona haya. Nilikuwa na bahati kidogo, wakati wenzetu jirani pale Rwanda inatoka ile sokomoko pale, nilikuwa nadhani na mwaka wa pili niko kazini, ndio nimemaliza chuo kikuu, lakini nilikuwa nimepangiwa kufanya kazi mkoa wa Kagera. Nimeshuhudia kwa macho yangu na ilikuwa ngumu kuamini. Ilikuwa ngumu kuamini. Ndio maana nasema amani hii pengine tunaisikia kwa mbali. Tunasikia hali ilivyo, unaweza usielewe. Ndio hapa watu walikuwa nakimbia kanisani na kanzu, sister na kilemba chake naye anakimbia, na anamalizwa. Shiriki kazi ya kuopoa miili ya watu umetupa kwenye mto Kagera. Nilikuwa mdogo lakini nakumbuka sana. Silaha na mizinga na vitu vingine vyote vilishindwa kufanya kazi. Lakini utofauti ule uliokuja pale, amani haikuweza kuwepo tena. Kimbilia kanisani mnakuta huko. Kimbilia msikitini mnakuta huko. Hali imeshakuwa nyingine. Sisi tunaamini ukipiga magoti ukasema bwana nisamehe niko hivi, labda mtu akakuona umevaa umekuwa hapana. Hali ilikuwa ngumu. Lakini kukosekana kwa maridhiano, kukosekana kwa kuweza kuridhiana baina ya mtu na mwenzake, hata kama ilikuwa ni chuki nyingine iliyotoka pale, lakini ni kitu kilichokuwa kinatoka kwenye moral ethics. Kwa hiyo tuna kazi ndugu zangu, na leo tunapozindua kamati yetu, tunajua serikali ya awamu hii ya 5
inaishi kwenye misingi ya mwanzo ya utaifa wetu, misingi iliyojengwa tangu tunapata uhuru wetu. Watanisaidia wenzangu kujaribu kutafsiri kidogo, pata kujifunza. Upo utaifa, upo uzalendo. Unaweza ukaviona vitu hivi labda ni kitu kimoja, lakini nationalism ni kazi kubwa alifanya Mheshimiwa Mwalimu Nyerere baada ya uhuru. Tunatambuana, tunaona wote ni Watanzania, tunazungumza lugha moja, tunatembelea na kila sehemu, lakini kuna patriotism ambayo inajengwa, inatoka kwenye moyo wa mwanadamu. Huo ni uzalendo. Kuunganika kwa pamoja tunapata kitu kinaitwa nationalism, lakini patriotism inajengwa na inatoka kwenye moyo wa mwanadamu mwenyewe. Kwa hiyo tufika kwenye awamu yetu ya 5 hapa, tunayo mambo mengi tunayopambana nayo, lakini kikubwa ni kujikita pamoja na kujenga miundombinu aliyozungumza Sheikh hapa, kujenga miundombinu ya amani, ikiwepo kuridhiana na kuwa na kamati za maridhiano. Tunayo mapambano mengi ambayo peke yake tukiyafanya kama serikali, bila kushirikisha viongozi wetu, bila kushirikisha watu wetu kwenye moral belief zao, yawezekana ikawa ngumu sana. Alizungumza Sheikh hapa, tunaposema kupambana na ufisadi na madawa ya kulevya nchini, sio swala la uchumi tu, ni swala la moyo. Tuna commitment zipi? Tunaposema tunapambana kurudisha nidhamu na uwajibikaji wa watumishi wa umma maofisini, turudi tukiangalia ni namna gani watu hawa ethics zao zinabadilika. Bila maridhiano bado hatuwezi kwenda. Tunayo kazi kubwa ya kusimamia rasilimali za nchi yetu ziwe kwa manufaa ya wananchi wetu, mambo ambayo tumempongeza Mheshimiwa Rais kwa kuyasimamia na kuyafanyikia. Lakini bila commitment, bila ridhaa na maridhiano ya watu wetu, nadhani bado tutakuwa na changamoto kubwa. Ninaamini uundaji wa kamati yetu hii na uzinduzi wetu leo hapa kwenye ngazi ya mkoa, twende ngazi ya wilaya, twende kwenye kata, tufike kwenye kitongoji. Lakini familia moja na familia nyingine mnavyokaa majirani, kama hamjaridhiana, msisubiri kamati ya mkoa, kwa sababu ni nyinyi wawili lazima kuridhiana, jirani na nani mnakaa. Maridhiano yanaanzia hapo. Na inawezekana yanaanzia kwenye familia moja. Mheshimiwa Sheikh hapa mchungaji alizungumza, watu wameoleana bila maridhiano, hakuna kuona mnatofautiana dini, kwa sababu hamwezi. Lakini kishafika familia inatengenezwa na wazazi wawili, kila mmoja na bilifu yake, lakini wanaweza wakawa pamoja. Ndio maana nikasema jina la Mheshimiwa Jaji Agustino Ramadhani linaonyesha maridhiano kuanzia awali. Kwa tujenge misingi, alisema tunajenga miundombinu. Tujenge miundombinu itakayotusaidia kutunza amani ya kwetu, kuanzia kwenye household, kufika kwenye family, twende kwenye ujirani, twende kwenye kitongoji, twende kwenye kata, lakini tayari tumeshaanzishiwa namna ya kuishi na kuweza kusaidia kwa pamoja. Najua zipo changamoto za uendeshaji wa kamati hizi, lakini kama mnavyoona serikali iko kwenye full support, na sio ngazi tu ya mkoa, kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, twende ngazi ya wilaya. Hakuna yeyote ndani ya serikali ambaye ataliona jambo hili si jambo lenye kuleta tija ndani ya jamii yetu. Na hii ni kwa sisi sote,
kwa sababu ndo msingi wa kuweza kuyafanya haya mambo mengine yote, mradi tukishapata kuridhiana. Ndugu zangu, nilisema hapo awali, malengo mengi ya serikali ni matakwa ya wananchi, ni mahitaji ya wananchi. Wananchi wanahitaji amani ili wafanye shughuli zote ambazo za kufanyika kwa ajili ya maisha yao, uzalishaji, lakini na mahusiano ya kijamii. Tunaimba leo, tunazungumza nchi ya uchumi wa kati, nchi ya viwanda. Ni wajibu wa kila mmoja, na kila siku Mheshimiwa Rais anazungumza. Tunapozungumza nchi ya viwanda, tunaangalia kufanya nini? Tunaangalia hapo kuna ajira, kuna teknolojia inakuzwa, lakini kuna mapato ya serikali yanaendelea. Ndio hiyo mambo ya msingi yanazungumzwa pale. Umepata kazi ya kufanya, umeingizia mapato serikali, sawa sawa, uchumi unaimarika. Sasa yote haya yanaweza kufanyika vizuri kama hatuna maridhiano ya kutosha kwenye jamii yetu, bado tuendelee kuwa na migogoro ambayo haitafika mahali pake tuweze kufikisha malengo haya makubwa ya serikali. Viongozi wote wa serikali wataendelea kusaidia na kusapoti taasisi hii, lakini si tu kwa taasisi, lakini maudhui na malengo makubwa ya taasisi hii, kwa sababu yako ndani, hata ndani ya katiba yetu, katika hali ya kuimarisha upendo na amani. Ninajua tungependa sana katibu wetu, kama alivyosema, ametulekeza tu kidogo, lakini sio yeye tu peke yake, tunao viongozi wengine hapa, sawa sawa. Ukimsikiliza mwenzako utaelewa, hata yule ambaye hana dini, hata yule alaigwana ni, hata we nani ana dini yake, ukimsikiliza vizuri mtaridhiana, maisha yatakwenda. Lakini sio lazima tumwage damu, sio lazima tugombane, hapana. Kutofautiana inaweza kawepo, sawa sawa, huyu anasema hivi, anasema, lakini lazima tufike mahali tukubaliane, tusiingiliane na uhuru wa mwingine tena, ili tuweze kwenda wote kwa pamoja. Kama tunaendelea kuwa tofauti, mambo hayataweza kwenda kama tunavyopenda. Ninaamini ndugu zangu, tuna muda mzuri sana wa kuyatafakari haya. Endelee kusema yale ambayo yamewasilishwa kwenye risala, serikali inayapokea na itaendelea kuyafanyia kazi kadri yalivyokuwa yamesomwa hapa na kuelezwa. Yote hayo ni katika hali ya kusema tunajenga upendo na amani katika jamii yetu. Tuachane na tofauti za madhehebu yetu. Tunafanya biashara, tufanye biashara vizuri, lakini kwa kuridhiana. Tunatofautiana kwa lika, lakini kwa kuridhiana. Tunatofautiana kwa jinsia, lakini kwa kuridhiana. Yote haya, changamoto zingine zote hizi tunazo zitaturudisha nyuma. Fitna ambazo hazitakiwi hapa, ushawishi usiokuwa na msingi wote ule hautakiwi. Tuna vita mbalimbali za madawa ya kulevya, bado tuna vita dhidi ya ufisadi, bila kujenga msingi imara wa amani, wa kuridhiana, kusikilizana, kwenda kwa pamoja, nadhani tutakuwa na kazi ngumu. Lakini kwa sababu tayari sisi tumeshaanza, ninadhani kwa nchi yetu watu watakuwa wanapigia mstari kuonyesha oneni wa Tanzania walivyo, kwa sababu si rahisi. Ndio maana nilisema misingi ya jambo hili, misingi ya taasisi hizi imeanza tangia huko nyuma, tulikuwa tunajenga utaifa wa nchi yetu. Unatembea kutoka hapa mpaka Songea, unafika Songea unapata shamba, unakaa, unakoa, unaoa, unafanya shughuli zako, unagombea na mwenyekiti wa mtaa, unapewa. Alisema vizuri sana mchungaji Oswald hapa, katoka Moshi kaenda Tanga, asili alipiga hata hodi, lakini aliingia kakaa, si ndio? Ndio msingi wa taifa letu hapa. Kokote unakwenda unapiga hodi, unaendelea kuishi, lakini bila kuridhiana, bila kukaa kwa pamoja, nadhani tutakuwa bado hatujaweza
kusonga mbele. Nina imani kubwa mbegu hii tunaoipanda leo na kuzindua itakwenda si ngazi tu ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya familia, ngazi ya kata. Malengo makubwa ilikuwa ni kujenga mustakabali wa imani ndani ya nchi yetu. Ndugu yangu Isaac na Abdrazak hapa alizungumza, ametoa mifano mbalimbali ya nchi mbalimbali, na vile mchungaji naye Usad akazungumza huko Uturuki, amesoma wapi, amejaribu kuona mifano, kuangalia, je, tunapima na kuiangalia hali hii kwa macho yetu sisi kwetu hapa tukoje? Lazima tujenge na kuweza kuweka miundombinu ya amani. Ndugu zangu, kama nilivyosema hapo awali, leo ni siku adhimu sana kwetu hapa, na katibu mkuu, nazidi kusema tumekukaribisha sana mkoani kwetu pamoja na waratibu wa kanda. Jambo tunalofanya hapa ni kwa manufaa yetu sisi wenyewe, kamati ya kwetu sisi wenyewe, wajumbe wetu ngazi ya mkoa, wana kazi, lakini si wale tu ambao wamechaguliwa kwenye kamati ya maridhiano, hata wale ambao tunasikiliza hapa, tunamsikiliza shehe na wengine wetu. Tuna kazi misikitini, tuna kazi makanisani, tuna kazi kwenye biashara zetu, tuna kazi viwandani kwetu, kujenga misingi na miundombinu ya amani kwenye maeneo yetu. Ndugu zangu, kwa sababu leo ni siku ya uzinduzi wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania mkoa wa Arusha, tarehe leo ya 2 mwezi wa 10 2018, na heshima hii amepewa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, basi naomba nifanye kazi ya kutamka rasmi kwa wajumbe wetu. Wajumbe wetu, nitaka kuwaona wajumbe wetu rasmi walipo, tuwatambue, waweze kusimama, waweze kusimama. Shukrani kabisa. Tumechukua dhamana ya ndugu zetu, dhamana ya taifa letu, dhamana ya mkoa wetu, dhamana ya kwetu sisi wenyewe, dhamana ya waumini wetu, dhamana ya ndugu zetu, kwa malengo ya kujenga amani na mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Hebu tufanye kutimiza wajibu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu, wajibu wetu kwa jamii yetu, wajibu wetu ndani ya mkoa wetu, wajibu wetu ndani ya jamii yote inayotuzunguka. Kipimo chetu ni kuweza kuitunza amani ambayo tuko nayo na kuiendeleza. Kuitunza amani tulionayo na kuiendeleza, kujenga mshikamano, kujenga udugu, kujenga ukaribu na serikali hii tulionayo kwenye ngazi zote, iwe kwenye ngazi ya kitongoji, ngazi ya mtaa, ngazi ya kata, ngazi ya mkoa. Ndio jambo ambalo tuko nalo. Ninaamini tukitimiza hayo, basi malengo haya yatakuwa yametimizwa, na tukusema Tanzania yetu amani kwanza, Tanzania yetu amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani. Asante. Naomba kutamka basi kamati yetu ya maridhiano katika mkoa wetu wa Arusha imezinduliwa rasmi. Tunaomba tuketi. Asanteni sana na nashukuru kwa kunisikiliza. Ningeendelea kupenda Sheikh pamoja na mchungaji Oswald, tuendelee kulea, tuendelee kusimamia. Serikali itakuwa mkono mmoja, itakuwa pamoja na kamati yetu hii, lakini malezi, uongozaji, kutekeleza, hatima yake ni utunzaji wa amani ndani ya mkoa, ndani ya kata, ndani ya wilaya, lakini kwa ujumla ndani ya taifa letu la Tanzania, ili tuendelee kuwa kisiwa cha amani, lakini nchi ya mfano kwenye maeneo yetu. Asanteni sana. Asante mgeni rasmi. Tunashukuru mgeni rasmi kwa hotuba hiyo fupi. Hotuba yako tumeielewa na tunashukuru kwa kuzindua Jumuiya ya Maridhiano leo hapa Arusha. Mgeni rasmi, kuna matukio mawili au matatu yamebakia kwenye ratiba yetu ili tuhitimishe, kwamba
amenikumbusha kaka yangu Gaudens Limo kwamba aliingia mgeni mwingine hapa kwamba tukumtambua, Baba Askofu Oval Sosi. Yeye ni katibu mkuu wa maaskofu wote Arusha. Yuko mkono wako wa kushoto kabisa huko, mkono wako wa kulia nyuma huko. Baba Askofu, usimame ya kuone mgeni rasmi tu. Alafu pia yupo katibu wetu wa mkoa wa BAKWATA Arusha, Bwana Mohamed Moleli, pia pale tulisahau. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio la kwanza linalofuatia ni neno la shukurani litakalotolewa na mlezi wetu wa hichi chombo Arusha mzima, mkoa wa Arusha, na ni kipenzi chetu, alikuwa meya wetu atatoa neno la shukurani. Baada ya hapo tutaomba picha 4. Picha ya kwanza itakuwa mgeni rasmi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Picha Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Ras ambaye umekuja kwa niaba ya mkuu wa mkoa, kwanza kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano Arusha na Tanzania, kwa sababu tuko na katibu wetu, tukushukuru sana kwa wewe kufika hapa na kutuzindulia rasmi jumuiya yetu ya maridhiano mkoa wa Arusha. Tunakushukuru sana. Naona nimeongea alafu speaker zinaongea zaidi. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, na utupelekee salamu zetu na shukrani zetu kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu yetu Mrisho Gambo. Mwambie tunamshukuru sana. Tunatambua kazi yako, tunatambua kazi yake kwa mkoa wa Arusha. Ukweli hatuna shaka, mnatuwakilisha vema, lakini mnamwakilisha Mheshimiwa Rais vema katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo tukushukuru rasmi na tunasema asante sana. Lakini tuseme na sisi kama tulivyosema awali kwamba tutasaidiana na ninyi katika kazi mbalimbali kama alivyosema Shehe mkuu wa mkoa, lakini alivyosema katibu mkuu wa taifa kwamba jumuiya hii, kwa kuona tu haraka na kwa kusikia utaona ni kazi, tunafanya kazi ndogo, lakini jumuiya hii kazi yake ni kubwa sana. Kwa hiyo tuseme wazi kabisa kwamba tutasaidiana pamoja, lakini na sisi tunaomba ushirikiano wenu kwetu. Kama tulivyosema, majukumu ni mengi. Tunahitaji ofisi za mkoa, tunahitaji ofisi za wilaya, tunahitaji ofisi za kata, lakini sio ofisi tu. Jumuiya hii inahitaji iwe endelevu, na ili iweze kuwa endelevu, Mheshimiwa mgeni rasmi, wajumbe hawa mpaka sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, wametoka sehemu mbalimbali. Kama ukimwangalia huyu mwingine mwenyekiti wa wilaya ya Ngorongoro, anakotoka ni Usonjoni. Kutoka kule kufika hapa ni afadhali mtu ambaye anaenda Dar es Salaam. Lakini mtu huyu na watu hawa wametoka maeneo mbalimbali, ni wakulima, wafugaji, lakini wengine ni wastaafu. Fedha za kuja kutoka kule wanakotoka kufika hapa mjini ni haba. Kwa hiyo bado tunahitaji fedha za wajumbe hawa waweze kurudi makwao, watoke kule makwao kuja hapa, kutoka hapa kurudi makwao, lakini malazi na vitu vingine. Vyote hivi Mheshimiwa mgeni rasmi vinahitaji fedha. Mpaka sasa hivi tunashukuru sana ndugu yangu Panju, akina Muslim tuliwaendea tukawaeleza matatizo yetu. Ukweli walitupokea vizuri, walifurahia chombo hiki na wamekubali kuchangia chochote watakachokuwa nacho, lakini mpaka haya tunayoyafanya sasa hivi ukweli wametusaidia wao. Kwa hiyo Mheshimiwa kaka yangu Panju, kwa niaba ya jumuiya ya wenzako pale, ukifika waambie tunawashukuruni sana, lakini bado tunahitaji msaada wenu. Tukija tukipiga hodi kwenu, tunaomba mtufungulie milango, mtusikilize, mtusaidie, kwa sababu bila amani kazi zenu za utalii, biashara mbalimbali hazitaweza kufanikiwa.
Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, ili nimalize kwa sababu ni wakati wa mashehe kwenda kuswali na kutuombea na wengine, nihitimishe kwa kusema wachungaji mlioko hapa, Baba Askofu Sosi, tunakushukuru sana kwa kuja. Naomba ukiondoka hapa utupelekee salamu kwa wachungaji na maaskofu wenzako. Ukweli umevumilia, tulikuwa tunaanza saa 2:30, tumeanza saa 4. Kwa kazi ambazo ulizonazo na mlizonazo, umeamua kubaki na sisi mpaka dakika ya mwisho. Kwa kweli tunakushukuru sana. Waheshimiwa wachungaji mlioko, waheshimiwa mashehe, mna kazi nyingi, wafanyabiashara, ndugu yangu Goodluck ni mwanasheria, nilikuwa nimemwambia tutakualika utusaidie mambo ya kisheria pale ambapo panapotakiwa kutusaidia, na nafikiri mratibu tutamwalika rasmi ili atusaidie. Ni kijana mzuri sana. Kwa hiyo kwa ujumla na viongozi mbalimbali tunawashukuruni sana kwa uvumilivu wenu kubwa. Sasa tukirudi, ambaye anatoka kwenye kata, wilaya, mkoa, twende tufikirie namna gani tunavyoenda kuendeleza chombo hiki ili kiweze kuwa endelevu. Najua mwanzo ni mgumu, lakini tunapokwenda huko basi tutaenda vizuri. Lakini bila kusema chochote niseme lazima tuweke legacy. Legacy utakayoweka mimi na wewe ni kuhakikisha kwamba chombo hiki kinaendelea kudumu, lakini kifanye kazi yake kama katiba inavyoainisha. Kwa hiyo machache niwashukuruni ninyi nyote kwa ujumla. Kwa niaba, kuna mheshimiwa diwani mstaafu, simama kuone ndugu yangu, alikuwa diwani wa kata ya Ngutoto, na aliponipigia nilimwambia nipo kwenye mkutano na amekuja, na naomba uwe mmoja wa viongozi wa maridhiano aidha ndani ya kata yako, wilaya na Kongo. Anaitwa Mheshimiwa Male. Kwa hiyo machache nasema asanteni. Tunaomba basi tuombee Mwenyezi Mungu awalinde mnaporudi huko majumbani kwenu. Asanteni sana. Nawatakia kila la heri. Mnazo au sare za maridhiano. Ndugu zangu, mnafahamu rangi ya njano kwenye nchi yetu inamaanisha madini. Sasa kwenye rangi ya njano kwenye maridhiano ni uthamani tuliokuwa nao Tanzania. Uthamani wetu hauna rangi, hauna dini, hauna ukabila. Na ndani ni mashahidi. Rangi zote kuwa mbunge na nchi yetu haina tatizo. Uthamani, tutafahamiana. Unaweza kutoka Arusha ukagombea ubunge Songea na ukashinda. Ni uthamani tulionao. Lakini pia hizi nguo nyeupe zinazotoa rangi nyeupe ni jinsi Watanzania wanavyopenda Mungu. Watanzania wanampenda Mungu. Mungu ndio chanzo cha amani. Kwa hiyo huu ni ile hali ya sura ya Mungu. Mungu ni mtakatifu na nchi yetu ina dini zinazopenda Mwenyezi Mungu. Ndani ya hizi nguo nyeupe ndio tunapata utulivu uliokuwa nao. Tunacheka na tizanje. Kwani kanye walipokeni, sisi walipokeni. Utulivu wetu ni silaha na amani ya kudumisha amani. Lakini hizi logo mnayoiona, hii logo ya maridhiano ni rasmi. Hii ndio logo yetu. Hii ndio logo yetu. Hapo unaona hii ndio logo ya makao makuu ya maridhiano Tanzania. Hii unaiona ina rangi, naona pale ina rangi ya taifa. Mnaona tumechukua rangi ya taifa tukatenganisha kwa mikono. Sisi viongozi wa dini ni serikali. Hatuwezi kuanzisha rangi kama chama chochote. Sisi tuko ndani ya serikali. Dini zetu zimeungana na serikali. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwa na alama nyingine nje ya nembo ya serikali. Watu tutambue hivyo. Lakini hizi rangi za kijani ni amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu. Hatumwagi damu, hatufanyi nini, tumejaa. Mungu awabariki sana. Nielezea hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru na kikao chetu kimefungwa, lakini naomba viongozi wote wa maridhiano kubakie ili mkatibu mkuu atoe maelekezo. Akishaondoka mgeni rasmi kuteremka kuingia na majukumu yake, viongozi wote wa maridhiano tubakie kuendelea na majukumu. Tunashukuriwa sana na Mwenyezi Mungu awalipe kwa muda wenu, kwa sababu mmeshughulikia jambo ambalo Mwenyezi Mungu analikubali. Leo tumeizindua jumuiya hii ya maridhiano kwenye mkoa wa Arusha,
Na kama mnafahamu ndugu waandishi na ndugu wana maridhiano, mkoa wa Arusha una changamoto nyingi. Una changamoto za kisiasa, una changamoto za mipaka, una changamoto za uwindaji haramu, lakini pia mkoa wa Arusha una changamoto nyingi hata za kiimani. Kwa hiyo tumeizindua hii Jumuiya ya Maridhiano Tanzania ili sasa mkoa wa Arusha uweze kupata uongozi na watu wema katika mambo mbalimbali. Itasaidia hata kwa mambo ya dini zetu, kuhakikisha imani zetu zinazidi kuwa vema katika nchi yetu. Lakini pia sasa kwa kupitia Jumuiya ya Maridhiano, na ndio maana tumewaambia hata uongozi wa mkoa kwamba waitumie sasa kuhakikisha amani ya nchi yetu inadumishwa. Hata mambo ya kisiasa, hatuhitaji tena siasa za kuwatenganisha Watanzania. Tunahitaji siasa ambazo amani yetu itaendelea kuwemo. Mnafahamu waandishi wa habari, kinachoharibu amani ya dunia leo ni siasa. Siasa zikishaingia kwenye upande ambao zinagawa dini, zinagawa rangi, zinagawa kabila, sasa amani ya nchi inakuwa inatoweka. Sasa sisi kama viongozi wa dini tumeamua kwamba hatuwezi kuendelea kukaa misikitini na makanisani. Lazima tufanye kazi na serikali. Pale ambapo serikali inahitaji msaada wa viongozi wa dini, tutaisaidia, tutawashauri. Waumini ndio wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunao makanisani, tunao misikitini. Kwa hiyo kwa jumuiya hii ya maridhiano, ina maana sasa tunafanya kazi pamoja na serikali. Pale ambapo serikali haifiki, viongozi wa dini wanafika. Pale ambapo viongozi wa dini hawafiki, serikali inafika. Kwa hiyo tumekuwa viongozi wa dini, tumefanyika kuwa kama daraja, kuhakikisha tunachochea amani, utulivu, mshikamano na maridhiano ambayo yako katika nchi yetu. Mnakumbuka waandishi wa habari, nchi yetu imekuwa na amani takriban miaka 50 na amani hii ilianzishwa na waasisi wetu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage, ambaye anafikisha miaka 19 tangu atuache, lakini pia na mzee Abedi Amani Karume, muasisi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Wazee hawa walipanda amani ambayo haikutofautisha dini, haikutofautisha kabila, haituko rangi, hata siasa. Na sisi kwa umri wetu tumezaliwa ndani ya huu uhuru, na mpaka leo tumeona ile amani. Wengine ndio tumeitwa na Mwenyezi Mungu kuwa viongozi wa kiroho. Umri tuliokuwa nao tumekuwa viongozi wa kiroho. Sasa tunachukua yale maadili ya kimungu kuyarudisha katika wananchi wetu na waumini wetu na viongozi wetu wa serikali. Ndio maana umeona hata uongozi wa mkoa ulikuwepo na vyombo vya ulinzi na usalama kuonyesha kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya kazi na viongozi wa dini. Na sisi tumeanzisha hii jumuiya, tumeanzisha kwa mambo mawili matatu. Kama mnafahamu waandishi wa habari, kumepokwa na dini nyingi sana kwenye nchi yetu sasa hivi, hasa baada ya dunia kuchangamka. Kumekuwepo na madhehebu mengi ya dini. Nyinyi wenyewe mnakumbuka kwamba hapo nyuma utakapouliza dini za Kristo ilikuwa rahisi kusema Roman Catholic, Lutheran Church, Anglikana, labda Sabato, ukienda mbali kidogo labda na Anglikana, wa Protestant wa church wa lokole. Lakini leo mnaweza kuamini kwamba ziko ministry nyingi sana ziko nje ya denomination, yani madhehebu. Unakuta kuna ministry nyingi zinaendeshwa kwa imani za Kikristo lakini za mtu binafsi. Hasa zile kama tutaungana tuje pamoja, ni rahisi sana adui anayechukia nchi yetu kupitia kwa mmoja wetu, na mpaka tuje tugundue ni mmoja wetu katumia, tushapata hasara kubwa. Kwa hiyo tukaona tuna wakati wa kuja pamoja kuzileta dini zote, dini yoyote ile, hata za kiutamaduni, hata za kimila. Sisi kwa hiyo pengine mchango wa madhehebu ya dini sasa katika maendeleo ya nchi ni upi, ukiachilia mbali pengine maombi na nini na nini? Sasa mchango wa maendeleo ya nchi kama viongozi wa dini, ndio hapa sasa tumeamua kufanya kazi na serikali. Kama ulivyosikia kwenye hotuba yetu, tumesema kwamba tutashirikiana na serikali kuongea na waumini wetu, kuwafundisha namna ya kulipa kodi, namna ya kufanya kazi, hasa katika msimu huu wa serikali ya viwanda, ya serikali ya kati ya viwanda, kwamba sasa waumini wetu ndio hao wananchi wa serikali. Kwa hiyo ndani ya nyumba zetu za ibada sio tu tutakuwa tunaongea mambo ya Mungu tu, lakini pia kuwafundisha, kuwatia moyo, kuwaelekeza namna kufanya kazi kwa ajili muhtasari mpana wa kuletea taifa letu maendeleo. Kwa hiyo sio tena kwamba tunafundisha imani, lakini pia hata na maendeleo. Tukikita zaidi namna ya Tanzania kuendelea kuwa na amani na utulivu katika nchi yetu, tukijua kwamba bila amani hata huo
mpango wa viwanda hautokuwepo. Bila amani hakutakuwa na maendeleo. Hata unaposema utawala bora hauwezi kuwepo kama hakuna amani. Kwa hiyo kazi yetu kama viongozi wa kiroho ni kuingia katika mioyo ya waumini wetu na wananchi wetu, kuwafundisha namna ya kudumisha amani, na maendeleo yote ukitaka endelee lazima kuwe na amani. Bila amani hakuna maendeleo yote. Labda taasisi hii imeshatambaa nchi nzima au ni baadhi ya mikoa? Hii jumuiya ya maridhiano mpaka tunapoongea tumebakiza mikoa 5 tu ambayo haina uongozi, na tunasema ni kanda moja. Sisi tunazo kanda 7. Kanda ya kwanza ni kanda ya Ziwa ambayo ina mikoa ya Mara, Bukoba, Mwanza na Shinyanga, na yote ina viongozi. Kanda ya pili ni kanda ya Magharibi yenye mikoa ya Katavi, Kigoma, Tabora, Simiu na Geita, yote na viongozi. Kanda nyingine ni kanda ya kati yenye mikoa ya Singida, Dodoma na Morogoro, ina viongozi na baadhi yao umeona hapa. Kanda nyingine ni hii ya kaskazini ndio kuwepo mratibu wake huyu hapa Shabrazaki, mikoa ya Manyara, Arusha na Kilimanjaro, na nimezindua juzi ya Kilimanjaro leo hapa, kesho kutwa nazindua kule Manyara. Na kanda nyingine ni ya kusini, unaona yule binti yule, mama yule binti yule, yeye ni wakanda ya kusini, mikoa Ruvuma, Mtwara na Lindi na Ongozi. Na kanda nyingine ni kanda ya mashariki ambayo ina mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na Tanga, yote na viongozi. Kwa hiyo ukijiangalia tumeacha tu kanda Nyanza juu kusini, mikoa ya Njombe, na Mungu usaidia, jana niliongea na mkuu wa mkoa wa Njombe Ole Sendeka, alinikuta kanialika niende haraka atanitia viongozi. Kwa hiyo tumeacha mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa, ambapo muda sio mrefu kabla mwaka kuisha itakuwa. Na ninavyokuambia hiyo mikoa yote ina viongozi mpaka ngazi za wilaya yote. Na mikoa kama Kilimanjaro imeenda mbali, ishamaliza viongozi wa kata, inatafuta vijiji. Kwa hiyo kama waandishi wa habari pia ni waombe, mnaonyeshaga matukio mengi, aonyesheni sana hii jumuiya ya maridhiano. Hii ndio msaada wenu pia waandishi wa habari. Mnapoandika matokeo mengi sijui wa vita, wa maandamano, hayasaidii, hayaongezi fedha. Lakini kama mtaonyesha hii maridhiano, amani, mara nyingi mtatusaidia pia kueneza hii maridhiano, kwa sababu viongozi wa dini hatuna njia nyingine zaidi ya kama mlivyoona tunafanya na viongozi. Nashukuru sana. Kwanza nashukuru sana kupata fursa hii kama mratibu wa kanda kaskazini jumuiya ya maridhiano. Baada ya uzinduzi huu tuna fursa sasa hivi ya kuhakikisha kwamba sasa tunafanya kazi kwa confidence zaidi, kwa sababu kama mlivyoona serikali iko na sisi na imekubali kwa asilimia zote kutuunga mkono. Huku nyuma tulikuwa tunakwenda na tumefikia katika baadhi ya maeneo mpaka kata, ngazi ya kata, lakini sasa hivi tunapopata support ya serikali, kwa mfano kuna baadhi ya wilaya tunafanya nazo kazi vizuri sana. Baada ya kuzinduliwa imewapa moyo zaidi wajumbe, lakini imetufanya tujiamini zaidi katika kuyaendea malengo. Kwa hivyo tutatengeneza timu yetu vizuri zaidi na tutashirikiana zaidi na serikali. Uzinduzi huu utaongeza kasi ya kueneza uongozi wa jumuiya ya maridhiano katika maeneo yote. Kwanza, hii jumuiya sio zimamoto, kwa maana tunangojea tatizo litokee alafu twende kutatua. Katiba ya jumuiya hii inatuelekeza kwamba tuwe na taratibu za kuendesha semina za kuvumiliana, kutambuana, kukubaliana, yani kila mmoja amtambue mwenzake na akubali kwamba yuko tofauti na yeye na tunaunganishwa na ubinadamu. Kwa hivyo tunachotaka kukifanya sisi sio kungojea tatizo limetokea ndio twende kutatua, bali ni kuweka semina mbalimbali. Kwa hivyo katika strategic planning ya kwetu kwa mwaka mmoja tuna idadi ya semina ambazo tutaziendesha katika kila wilaya, katika kila mkoa, katika kila kata. Tuna katika maeneo ya wazi ya public ambayo watu wote wanaweza kuhudhuria bila kigugumizi. Kwa hivyo tuna mpango hasa mkakati ambao umewekwa kwamba kwa mwaka tutakuwa na semina ngapi na watahudhuria watu wangapi kwa mwaka mmoja. Kipindi cha miaka 5 tutakuwa tumeelimisha Watanzania wangapi na tutakuwa tumewatengeneza wangapi ambao ni wawakilishi wa kuendesha semina. Kwa hivyo kubwa ni kuelimisha umma, ku raise awareness ya watu juu ya kutambuana na kukubaliana na kushirikiana. Jina langu ni Sheikh Abdulrazak Amiri Juma, mratibu wa kanda ya kaskazini jumuiya ya maridhiano.
Naam. Asante, shukrani.